Yani Wakenya kila mtu ni mjuaji. Yani kila mtu anajua. Yote kwa sababu ya bangi na mirungi. Kenyan people, the people from Kenya. You guys are very amazing. Yani Wakenya kila mtu ni mjuaji. Wanaijua Ikulu, wanawajua wanasiasa, wanaijua nchi, lakini ni masikini wanaonuka. You Kenyans, you'll be in bad situation. Tunao watu wenu hapa, they are beggars there at Kariakoo. Tunao watu wenu hapa, wapo hapo Mburahati, they are wanaomba. Lakini we handle them like brothers. Sasa don't test us. Msifanye tuwarudishe. Kama sasa hivi muogope rais wa France, hivi sasa Mama Samia mtamfanyaje? Sisi Watanzania kuna ile uoga yani tunaka uoga fulani ambao tunako. Sio ni ile kuogopa askari. Yani tunaka sehemu fulani tumefungiwaga kimaindi yani hatusijaelewaga ni hapo. I say mimi ningepewa nafasi ya kuchagua mji mkuu wa Afrika, mimi ningeichagua Kenya. Kenya is the capital city of Africa, giant of Africa. Kama wewe ni Mkenya, dondosha kwanza national flag hapo. Nidondoshe bendera ya taifa ya Kenya. Wa Kenya. Watanzania wenzangu, kati ya kitu nitawaomba na niko chini ya miguu yenu, waacheni wa Kenya. Wa Kenya ni moto wa kuotea mbali. Wa Kenya sio watu wa kuagusa. Naombeni wabunge tafadhali. Wa Kenya sisi tunawajua. Wa Kenya sisi tumekaa nao. Tunawajua vizuri wa Kenya. Kenya huku anaweza katukanwa rais wao akafanywa chochote kile na hakuna chenye watafanywa. Yani hawaelewi kesho ugali watakula nini. Yani ni kuhamasishana tu. Kila mtu ni mjuaji Mkenya. Kila Mkenya ni mjuaji. Msifanye tuwafate tuwasengenye. Don't ever respect. Put some respect to our government. Put some respect to our country. This is Tanzania. We know how to handle our stuff. Tanzania tukienda dukani uwaga tunasema naomba nipatie mchele, maybe kama hivyo. Lakini ukija kwa ndugu zetu wa Kenya uwaga naomba nipe mchele. Au kwa mfano nataka kuingia ndani, mimi nitakwambia karibu ndani, ingia. Lakini ndugu zetu wa Kenya utasikia kuja. You guys, kwani mnakuaga na hasira hivyo ndugu zetu? Shida ni nini? Kwa nini hampendi kuwa humble? Tatizo ni nini jamani? Hebu tuambieni. Kwa nini hamwezi kuongea ni taratibu, yani mnaongea kama fujo? Kuja, nipe. Shida yenu ni nini wa Kenya? Kenya, kwa nini yani? Kwa nini mtumii lugha nzuri ambayo yani lugha rafiki mpaka mfoke? Yani msiona wa Kenya wako kwenye Instagram wanapiga kelele, TikTok wanapiga kelele. Ni masikini hawa waliokata tamaa. Hapo wanajipa matumaini kwa ajili ya mirungi na bangi. Bas. Kila Mkenya ni mjuaji. Na sasa lengo lao wanataka kuivuruga Tanzania. Pumbavu zenu nyinyi wavuta bangi wa Kenya. Kenya kuna watu wazuri waliotulia, lakini kuna wavuta bangi wengi kweli. Furugu mechi. Nachoka baba yenu. Nachoka Clemence Mwandambo. Ngatele une. Asa kwamba mimi nimetukana mtu basi. Sijatukana. Ila Mkenya ukimsimamisha, ukimwambia oya, ana uwezo wa kuongea anachokitaka. Wabishi wanaandamana. Na watu waliochanganyikiwa Pro Max. Ni waogopi kitu. Mimi shaipanda gari moja ambapo huyo msaka ametoka ni wa Kenya. Anashangaa namna ambavyo sisi madereva wa Tanzania tunaheshimu zile hapa ni 50, hapa ni 60. Tukutane, anakuambia tukutane kituoni. Mimi wewe unanisimamisha kisa nimemgonga mtu? Hapana, nimetembea na leseni. Si ni pale leseni mnaniamini naweza kuendesha. Kwa nini unanisimamia barabarani? Asante. Si unanielewa confidence alionayo. Mtu anaita rais wake Kasongo. Imagine Wakenya wakiona kwamba nchi yao, jeshi lao la polisi alifanyi kazi vizuri, wanafungua vituo vyao vya polisi. Wakenya hawapendi ujinga kabisa. Hawataki ujinga. Wapo serious na maisha wa Kenya. Kenya's people. I salute. I surrender. Nyinyi wanoma. Wakenya mkiamua jambo lao hadi rais apingi. Wakisema no, this is no. Wakisema yes, this is yes. Kasongo people. The children of Kasongo. Jamani mimi nawapenda wa Kenya. Sisi tulilelewa kimaadili, sio kama nyinyi wa Kenya. Mnafungua midomo yenu ovyo ovyo tu. Put some respect to our countries. And this is DC Mwijaku. This is last warning. Mimi nikisema hakuna mtu kuongea.
fanyeni shughuli zingine. Final. Don't give us advice. Naona you open your mouth blah blah blah. This last warning. Don't ever mention our president there. Don't ever, and don't test us. We know how to handle our problem. If you touch us. Wakenya wenyewe, Wakenya wananchi, kwao imeshindikana. Sisi wa Tanzania tutaweza kuadabisha Wakenya kweli? Tutaweza kuambia Wakenya katusikiliza? Naombeni jamani, bungeni huko Tanzania, tuangalie wakati mwafaka jamani. Mkenya sio mtu wa kumgusa. So napita kwenye comment na waona wewe na vifollowers vyako sijui 10,000 sijui 2,000 sijui 1,000, unajifanya unaleta mdomo. Wale watu ni wana ushirikiano, wale watu wanajua nini wanafanya kwenye maisha. So sisi team sifia they know themselves. Sifieni wabunge wenu wanakaa kuongea ujinga na upumbavu. Acheni wa Kenya. Naombeni jamani wa Kenya, si ni majirani. Naombeni tafadhali, rais wetu tumheshimu. Hatuko tayari kuendelea kuona rais wetu akidhalilishwa ama akitukanwa ama akiambiwa maneno mabaya. Kama mnahisi kuna lolote limefanyika ni baya, tuombeni radhi tafadhali. Tunaomba radhi. Haya mambo yaishie hapa jamani. Tusiendelee kumtukana rais wetu, na kama tunavyomheshimu rais wenu, Rais Ruto tunamheshimu, tunampenda, basi pia hivyo hivyo rais wetu basi mumheshimu, msimfikishe maneno mabaya tafadhali. Naombeni kwa hilo jamani wa Kenya. Please, nawaombeni kwa hilo. Wa Kenya kwanza, mimi kwa kweli wa Kenya na waheshimu watu ambao wanaweza kushirikiana na wakapoteza akaunti yako dakika 5 tu. Uwe Mkenya mwenzao, usiwe Mkenya, unataka kubishana na watu. Watu wampiga mpaka rais wao, unataka kubishana na watu, unakuwa uko mzima kwenye akili. Tuacheni wa Kenya kama walivyo. Mimi Ustaz Juma sijatumwa na serikali na si kwamba ni msemaji wa serikali, ila naombeni radhi tu kwa hilo tu, kwamba rais wetu aheshimike tafadhali. Wabunge wa Tanzania kuzungumza maneno ya ukali kuhusu wananchi wa Kenya, maana hao wanaotukana sio kwamba ni serikali ndio inatukana, ni wananchi tu. Wananchi wa huku wamedata jamani. Hebu tuambie wenzetu wanaelekea wapi kisiasa? Yeah. Ukijaribu kuangalia haya maandamano ambayo yanaendelea, kimsingi Chazo, ukiangalia hata huoni kama kuna kiongozi wa kisiasa anayewaongoza hawa. Maandamano hayana kiongozi. Ni wenyewe kwa wenyewe. Wanaita organic. Yani wao wenyewe wamehamasishana kupitia mitandao ya kijamii, na hata umri wa hao wanaoandamana ni Gen Z wanaita. Kwa ni vijana wadogo. Mimi binafsi inanipa tafsiri kwamba hilo ni taifa la watu ambao wanafahamu haki zao na wanaweza kuzipambania. Tunaweza tukatofautiana na njia ya kutafuta hizo haki, lakini angalau unaona ni watu ambao hawahitaji sana kusukumwa na mtu mwingine. Kenya ni nchi ambayo kwa wale ambao inawezekana wameishi hapo, ni nchi ambayo ni tough, ni nchi ngumu kuishi kwa maana ya maisha, kupambana na maisha, tofauti na kidogo na sisi. Unajua sisi bado tuna mfumo cha jamaa mwingi, ndugu jamaa shangazi mjomba yuko pale. Lakini ukiwa Nairobi ni ngumu. Yani kama mambo yako haujayaweka vizuri, ni survival for the fittest. Kabisa. Kwa hiyo hawa watu ukiwaongezea kodi, kwa mfano kama unajua hata tozi za miamala pia wameongeza, moja wapo ya mapendekezo 10% mpaka 20%. Ukiongeza kodi, wanawake wa Kenya nafikiri katika Afrika Mashariki, katika wanawake wanaojitambua sana, na wakati fulani wanasemwa ni ngumu kuishi nao, wanawake wa Kikenya wanapambana na vitu kama ped hizi za kina mama, sanitary pads, vitu kama diapers za watoto, zote hizo zimeongezwa kodi. Kwa hiyo wale wanawake feminist wa Kikenya nao pia wanaungana kupambana kusema kwamba kwa nini vitu kama hivi ambavyo ni muhimu kwa maisha ya mwanamke, maisha ya binti, mnaviongeza kodi. Vitu kama tiba za saratani, kwa sababu ukiangalia Zembwela, moja ya tiba zenye gharama kubwa ni tiba za saratani. It's very expensive. Lakini wewe unaongeza kodi pia hapo, kitu ambacho tayari ni gharama, unaongeza gharama zingine kubwa. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu, kujibu swali lako sasa, Kenya ni taifa ambalo naliona likiwa na watu ambao wanajielewa sana, yani wanajua sana haki zao na wanaweza kuzipambania. Umeona wamehaki WhatsApp, akaunti za WhatsApp za wabunge, wana haki kila kitu. Mtasababisha mambo kuwa ni mabaya zaidi. Tafadhali, kama wabunge, na mnafahamu kwamba kuna msemaji wa serikali. Wewe mbunge, kuna msemaji wa serikali.
Na huyu anayesema si msemaji wa serikali, ni mbunge tu, ni wazo lake. Pia tusilichukulie jamani wa Kenya. Please. Naombeni. Tunamheshimu Martha Karua, tunamheshimu, tunampenda. Ni mtu ambaye amepigania sana Kenya na mnamheshimu, najua mnampenda kwa sababu ana mchango mkubwa sana katika serikali ya nchi ya Kenya na Afrika pia. Kwa hiyo kama mnahisi kuna chochote kile tumefanya, tunaombeni tafadhali mambo haya yasiendelee, ili mradi tu rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu Hassan, kipenzi chetu, rais wetu, mlezi wetu, ili aheshimike tafadhali. Naombeni wa Kenya jamani, wa Kenya na waomba tena kwa mara nyingine, rais wetu tafadhali, rais wetu tunampenda. Msimtukane, msimdhalilishe, msimfanye kitu. Naombeni tafadhali, kama kweli nyinyi wa East Africa, wa Afrika, naombeni turudi katika maadili yetu ya Kiafrika tafadhali. Sina mengi, hayo ndio ninayosema mimi Ostaz Juma Namsoma, nikiwa kama Mtanzania mzalendo. Wakenya mkiamua jambo lao hadi rais apingi. Wakisema no, this is no. Wakisema yes, this is yes. Kasongo people, the children of Kasongo. Jamani, mimi nawapenda wa Kenya. Hebu ndondoshie kwanza national flag hapa. Kama wewe ni Mkenya na unaipenda Kenya, au kama wewe ni Mwafrika kutoka nchi yoyote na unaipenda Kenya, ndondosha hapo national flag of Kenya. Kenya in the building. Kenya, the giant of Africa. Wa Kenya. I surrender, I salute Kenyan people in the building.